macho wamekufa kwa ajili ya kiwanja. Mheshimiwa Waziri Mkuu awaamrishe Ilemela wanirudishie kiwanja changu, nimezulumiwa na nimeshatembea mpaka kiatu nimechoka na umri huu. Miaka 26 nahangaika kiwanja. Naomba kama Mheshimiwa Waziri Mkuu ndugu Ngulu Nchembe aniombe serikali ya Ilemela wanirudishie kiwanja changu. Wamvunjie huyu bwana, ana kiburi. Huyu ndio mzee Erasmus Muta ambaye kwa sasa ni mlemavu wa macho. Amesema amekuwa akifuatilia haki ya umiliki wa kiwanja namba 179 Kitalu A6 Kirumba kwa miaka kadhaa, lakini bado hajafanikiwa kukitumia kutokana na mgogoro unaoendelea. Anasema kinachompa wasiwasi ni kuendelea kwa shughuli za ujenzi katika eneo hilo licha ya kuwepo kwa hati miliki inayomtambua kuwa mmiliki wa kiwanja hicho. Kwa mujibu wa nyaraka alizowasilisha, halmashauri ya manispaa Ilemela ilitoa barua ya tarehe 4 Mei 2026 iliyositisha kibali cha ujenzi katika eneo hilo, lakini anadai ujenzi umeendelea kinyemela tena nyakati za usiku. Mimi naitwa Erasmus Muta, ndio mmiliki wa kiwanja 179 Block A6 Kirumba. Nimezulumiwa hicho kiwanja baada ya kununua mwaka 2001 na nikakabidhiwa hati zote. Baadaye yule mwenye kiwanja akafungwa, anaitwa Bakari Mtoka. Tukakata rufaa, akatoka akamilikishwa. Mahakama ikampa kiwanja hicho kwamba ameshakiuza, lakini alirudisha aliyekiuza, aliyemuuzia mwaka 2017. Akukirudisha kiwanja, akaanza kukimbia ovyo ovyo, akaenda akatafuta kukikuuza, akakiuza. Lakini wakati huo anakiuza, dokumenti zote alishafutiwa na hicho kiwanja. Ameuza kwa dokumenti ambayo ni feki. Commissioner alishakifuta na kabidhiwa hati zangu kila kitu, lakini wamejenga kwa vibali feki ambao. Nyaraka hizo pia zinaonyesha kuwa kiwanja hicho kilikuwa kinamilikiwa na Abubakari Mtoka kabla ya kuhamishiwa kwa Erasmus Muta mwaka 2011 kupitia taratibu za ardhi zilizothibitishwa na afisa ardhi mteule. Baadaye, kufuatia uamuzi wa Mahakama Kuu katika shauri namba 2 la mwaka 2011, hati yenye namba 033059/92 iliyokuwa ikimtambua Abubakari Mtoka ilifutwa na kutolewa hati mpya ya umiliki kwa jina la Erasmus Muta. Na malalamiko yangu wanirushia hati wavunje, mimi nataka kujenga. Hati yangu ninazo kila kitu, ameuzia kwa utapeli. Na Mwarabu ukimwambia bwana aondoe hiyo jenga, anasema mimi siwezi kuondoa, na nuaga vitu vilivyoshindikana. Nimeshaandikwa barua kufuta siku 7 mpaka leo hajavunja, anaendelea kujenga. Wamemwandika bomoa, hajabomoa, anaendelea kujenga. Ana kiburi. Serikali ya mtaa wa Kirumba Kati inatambua kuwepo kwa mgogoro huo na kwamba uliwahi kushughulikiwa, huku ikieleza kuwa mamlaka husika zinapaswa kuhakikisha maamuzi yaliyotolewa yanatekelezwa. Alishaelezwa kwamba hichi kiwanja, lakini ni mtu ambaye anasema yeye anamiliki kiwanja hichi kihalali, umenielewa bana, na document zipo, umenielewa. Kajaribu kumwambia azilete document ofisini, lakini hakuweza kuwasilisha document yoyote. Kwa hiyo tulingoje mamlaka ya juu ichukue hatua nyingine za kisheria zaidi, kwa sababu ofisi yangu mimi ina nyaraka za mtu mmoja tu, Mzee Muta. Hazina nyaraka ya mtu mwingine yoyote. Zina nyaraka ya mtu ambaye anaitwa Mtoka, lakini tayari umiliki wake ulishafutwa kisheria. Umeelewa? Ardhi tunazo barua pale kutoka ardhi, tunazo barua kutoka halmashauri zinaonyesha umiliki wa Mtoka na umiliki wa huyo mtu anaendeleza hapo ulishafutwa. Kwa hiyo umiliki halali ni huyu. Na ofisi yangu inamtambua huyu kama. Mtazamo uliopo ni kwamba mgogoro huo ni muhimu kumalizwa kwa kuzingatia sheria ili kuondoa sintofahamu iliyodumu kwa muda mrefu. Naiomba serikali ichukue hatua kali za kisheria na kinidhamu kwa watu ambao wanaofoji vitu kama hivi. Vinatupa sisi wakati mgumu na kushindwa kutatua. Mfano, ofisi yangu mimi inatambua mmiliki halali wa kiwanja hichi. Haya, anakuja mtu mwingine namzuia, alafu naye ananitolea karatasi kama zile. Sasa tunakuwa na mashaka na wasiwasi. Kwa hiyo tungeiomba serikali ichukue hatua kali kabisa za kinidhamu kwa watu ambao wahusika waliweza kutoa barua kwa wamiliki wawili. Na isiwafumbie macho watu kama hawa, kwa sababu inatupa sisi wakati mgumu. Wakati mgumu. Ofisi yangu moja kwa moja inamtambua mmiliki halali ni Erasmus Muta, ambaye dokumenti zake halali ziko ndani ofisi yangu. Za mahakama, za halmashauri zote zimejaa. Kama kiwanja inaonekana labda kinamilikiwa na watu wawili tofauti, ina maana kuna mmoja ni mmiliki halali, mwingine labda ana hati za za ujanja. Sasa huyo mwenye hati za ujanja kiuhalisia, ina maana anataka kutapeli mali isiyokuwa ya kwake.
anataka kutapeli mali isiyo ya kwao ya kwake. Kwa kama serikali italiona hili swala, wamsaidie mmiliki halali apate eneo lake, maisha mengine yaendelee. Kwa upande wake, afisa ardhi mteule wa manispaa Ilemela Brigita Msangia ameweka bayana halmashauri inamtambua Erasmus Muta kuwa mmiliki halali wa kiwanja hicho. Majina naitwa Brigita Msangia, ni afisa ardhi mteule, natokea manispaa Ilemela. Ni kweli ofisi natambua uhalali wa umiliki wa kiwanja namba 179 kitalu A6 Kirumba. Kiwanja hicho hapo awali kilikuwa kinamilikiwa na familia ya Mtoka. Baada ya hapo Mtoka akawa ameuza hicho kiwanja kwenda kwa mmiliki mwingine ambaye anatambulika kwa jina la Muta, Erasmus Muta. Baada ya hapo kukaonekana kulikuwa na nature ya mgogoro katika familia. Swala hilo likawa limepelekwa mahakamani na mahakama ikawa imeipa haki familia nyingine kutoka kwa Mtoka. Baada ya hapo Mtoka akawa amekata rufaa kwenda mahakama kuu. Mwisho wa siku haki ikawa imerudi kwake, akatambulika kama mmiliki halali wa hicho kiwanja. Kwa kuwa haki ya umiliki kweli ilikuwa inatambulika ni ya Mtoka na tayari alikuwa ameshakiuza kwa Erasmus Muta, alikuwa anatakiwa ile haki yake aielekeze kwa Muta, lakini hakufanya hivyo. Ofisi iliamini kwa kuwa tayari kulikuwa na vielelezo vinavyoonyesha ameuza, ilimwandalia hati ikiamini kwamba atafanya uhamisho wa kisheria, kufanya transfer ili haki irudi kwa Muta, lakini mwisho wa siku hakufanya hivyo. Kwa kuwa ofisi ilikuwa inaona haki yake ya msingi ipo, tuliona jitihada za kufanya ili kuhakikisha haki inatendeka kwa upande unaostahili. Tulimwandikia kamishna barua, tukamueleza mazingira halisi jinsi yalivyo, na mwisho wa siku kamishna alipokea mapendekezo yetu, ile hati ya Muta ikafutwa, ikaondolewa kwenye kumbukumbu, na ofisi ikafanya taratibu za kumilikisha Muta ambaye haki yake kimsingi ilikuwa inaonekana. Baada ya kumwandalia hati, Abubakar Mtoka wakati ana hati, taratibu zilimtaka kurejesha ile hati, lakini hakufanya hivyo. Wakati imefutwa, aliuza hati hicho kiwanja kwa mtu mwingine pasipo kuzingatia taratibu kwamba hati yake ilikuwa imeshaondolewa kwenye kumbukumbu. Amesema ujenzi unaoendelea ulisimamishwa kwa notice rasmi, huku akieleza kuwa hatua zinazofuata zitazingatia taratibu za kisheria. Kwa hiyo baada ya kugundua hicho, jitihada za haraka zilichukuliwa kutoa notice na kusitisha ujenzi ili yule aliyenunua asiweze kuendelea, lakini hakufanya utekelezaji. Ofisi imekamilisha taratibu zote za notice. Hatua mwisho tukawa tumepeleka nyaraka hizo kuomba ridhaa kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kumpa taarifa kwamba tunaelekea kufanya utekelezaji, kwa sababu mambo ya ubomwaji ni mambo mapana ya umma ambayo yanahitaji mamlaka zote za serikali ziweze kutambua. Kwa hiyo mwisho wa siku, kwa busara ya ofisi ikaona kwamba hili swala linapaswa kufikishwa kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya kuweza kuita pande zote kwa ajili ya kuona namna gani ya kumsaidia mzee Muta. Lakini hatua tuliyofikia kulishughulikia kama ofisi, tunasubiri kupata appointment ya katibu mkuu wa mkoa, tuandikie barua pande zote mbili kati ya Erasmus Muta pamoja na Mtoka ili waweze kufika ofisini kwa mkuu wa mkoa kwa ajili ya kujadili namna sahihi ya kulinda maslahi ya Erasmus Muta. Kwa hiyo hatua tunayo mpaka sasa ni hiyo hapo. Jitihada za kumpata Abubakar Mtoka ambaye jina lake linatajwa katika mgogoro huo hazikufanikiwa baada ya simu zake kutopatikana. Hata hivyo, mtu anayeendelea na ujenzi katika eneo hilo tulimtambua kwa jina la Fuad Amdun Salum. Tulimtafuta kwa njia ya simu na alitupa ushirikiano kwa kututumia baadhi ya nyaraka ikiwemo hati miliki ya Abubakar Mtoka ya mwaka 2015 na kuweka wazi anajenga kwa kufuata taratibu anazoamini kuwa ni halali.
Mgogoro huo unaendelea na kila upande kusisitiza madai yake, wakati mamlaka zikisema zinamtambua Erasmus Muta kuwa mmiliki wa kiwanja hicho, huku utekelezaji wa hatua zilizotangazwa unaendelea kusubiriwa na kwamba kucheleweshwa kwake kwa mzee huyu inatia shaka.